wadada wanaotoka kwenye mikono ya Boss Joyce wana adabu. Thank you very much. Nashukuru sana. Najaribu sana kufanya hiyo transformation kwa sababu kila mabadiliko yanaanza na awareness. Kwa hiyo nafanya sana hizi awareness kama mnavyosikia. Although siwezi kusema ni wote. Kama unavyojua darasani nasoma wote, mwalimu huyo mmoja, lakini kuna wanaotoka na 0 na kuna wanaotoka na A. Kwa hiyo nisingependa kusema kwamba wadada wote wanaotoka kwa Joyce, hapana. Wako wale ambao wana let down, wanaendelea kubaki na tabia zao za ujeuri, na ndio maana uwaga na warudisha kwenye vipindi na kuwarekebisha pale, japo mnaonaga kama vile nawaaibisha. Hapana, nawafundisha. Sina lengo la kumwaibisha mtu. Yule ambaye ataenda kufanya tabia zake za kishetani, huyo ataaibika. Kama wale wanaoiba, au kwa kweli lazima shetani atawaaibisha, kwa sababu mimi sikuwatuma kuiba. Lakini wale ambao wanakuaga na vile vitabia vya vikasoro, uwaga tunafanya vipindi kuwarekebisha wadada. Na sio tu wadada wanaotoka kwenye mikono yangu. Na uhakika kuna wadada wengi ambao hawafanyi kazi chini ya Wadada Center na wanabadilika kupitia content ambazo tunazitoa. Kwa hiyo lengo ni kuchangia kwenye jamii. Lengo langu mimi ni kuchangia, kutoa mchango mkubwa kadiri ninavyoweza, lakini kuna wale ambao watasema ngoja mimi niende direct kwa Wadada Center. Au hapo watakuja, watafanya huduma na sisi, na Mungu ndivyo atakavyotubariki kwa kutuletea watu ambao wanataka huduma kutoka kwetu. Lakini sio wote ambao watakuja kwa ajili ya huduma. Wengi wananufaika na kazi zetu, ingawaje direct hawaji kwa ajili ya huduma. And it is okay, kwa sababu Mungu ametutuma tumpende yeye na tuwapende watu. Kwa hiyo kama kuna watu wananufaika na kazi zetu, then ni agizo la Mungu na kwamba mpende jirani yako kama nafsi yako. Wale wakipata elimu, wakipata maarifa, wakibadilika, wakitoa huduma nzuri, mioyoni mwao wanajua hichi kitu nimejifunza Wadada Center, nimejifunza kwa Joyce Kiria. Kwangu mimi ni baraka. Okay. Barikiwe sana dada. Amina, nashukuru. Haya jamani, mimi naona kwa leo tuishie hapa. Yule aliyosema kwamba mke wangu ameanza dharau, nilitamani sana angejibu, kwa sababu hicho kitu kinawasumbua wanaume wengi sana. Na wengi wamejikuta wanashindwa kupata usaidizi mzuri kutoka kwa wake zao kwa sababu ya hizo mentality kwamba mke wangu nikimruhusu akienda kufanya kazi atakuwa na dharau, atakuwa mjeuri. Lakini wengine ndio kama hawa wanasema, mimi mke wangu nilivyokuwa kabla hajaanza kufanya kazi tulikuwa tunaishi vizuri sana, lakini alivyoanza kazi amekuwa na dharau sana. Natamani kujua